Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika Kubobea Andikoni. Na leo tena tunaendelea na mfululizo wa masomo yetu 13, na hili ni somo la pili katika robo ya pili ya mwaka 2026. Na somo letu katika juma hili lina kichwa kinachosema kumjua Mungu. Kumjua Mungu. Na kabla hatujaendelea kabisa, hebu tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu wa kuweza kujihudhurisha mbele zako ili tuweze kuelewa kile ambacho unahitaji kutufundisha. Fungua akili zetu, tusaidie tuelewe, katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Kuwa na ufahamu wa wazi kuhusu tabia ya Mungu ni jambo la muhimu sana, hasa katika maisha yetu leo. Kwa hakika Mungu huyu ambaye amejifunua kwa namna ya ajabu sana, ni vizuri tukamfahamu, tukajua tabia yake, tukamjua Mungu zaidi. Yaani kila mmoja aseme nataka kumjua Mungu zaidi, kama ule wimbo unaosema nataka nimjue Yesu na nizidi kusikia anenapo kitabuni hujidhihirisha kwangu. Lazima tutangaze waziwazi ya kwamba tunahitaji kumjua Mungu zaidi na tujifunze kuhusu Mungu kutoka katika neno lake. Kwa hakika kati ya viumbe wa kwanza kabisa kuweza kufahamu tabia ya Mungu, sifa ya Mungu, namna Mungu alivyo, alikuwa ni malaika Lucifer. Huyu alifahamu vizuri kabisa Mungu alivyo na alijua vizuri kabisa tabia ya Mungu, mpaka mashaka yalipoota moyoni mwake na akaamua kutilia shaka tabia ya Mungu na kuamua kuamini tofauti na vile ambavyo uhalisia ulikuwa wa tabia ya Mungu. Na cha ajabu ni kwamba huyu Lucifer alienda mbali na akawadanganya tena malaika wenzake. Karibia theluthi ya malaika akawadanganya kuhusu tabia ya Mungu, ili hawa wote waweze kutilia shaka habari hii ya tabia ya Mungu na waamue kumwacha Mungu au kumwasi Mungu. Na hili likatia giza katika fikra za hawa malaika na kutia doa katika tabia ya Mungu. Inasikitisha kiasi gani kiumbe aliyeumbwa na Mungu mwenyewe anakuja kumtilia shaka Mungu aliyemuumba. Inasikitisha kiasi gani kuona kiumbe aliyeumbwa na Mungu, ambaye anafahamu vizuri kuhusu Mungu, ambaye amepewa cheo kikubwa kuhusu viumbe vingine vyote, anamtilia shaka Mungu na kuwadanganya watu wengine kuhusu Mungu ili waweze kumwasi. Hatimaye akafukuzwa mbinguni na malaika wenzie, theluthi ya malaika, kwa kuasi. Na hawakufukuzwa tu hivi hivi, walikuwa wamepewa nafasi nyingi za kuweza kurudi na kubadilisha mawazo yao, kubadilisha kile ambacho walikuwa wanakiwaza, lakini bado waliendelea kushupaza shingo. Inasikitisha kiasi gani! Hatimaye, kwa sababu uovu hauwezi kukaa mbinguni, ilibidi wafukuzwe mbinguni, kwa sababu kama uovu ungeendelea kukaa mbinguni, basi mbinguni pasingekuwa sehemu salama sana. Kwa hiyo uovu ikabidi uondolewe. Lakini hapa duniani shetani baada ya kuja, kwa sababu alipokuwa mbinguni aliitwa Lucifer, lakini alipokuja duniani, Lucifer, jina lake lilokuwa zuri likieleza juu ya uzuri wake, likabadilika na kuwa Shetani, Ibilisi, baba wa uongo. Akaanzisha propaganda zake kuwadanganya wanadamu, na hata leo anaendelea kutudanganya wanadamu ili tuweze kutilia shaka tabia ya Mungu, ili tuweze kutilia shaka upendo wa Mungu, na tushindwe kumwamini Mungu kwamba ni Mungu ambaye anastahili kuaminika.
na anaendelea kuitia dunia giza, akiwaeleza wanadamu ya kwamba Mungu ni mbaya, Mungu hafai kuaminika, Mungu hana upendo. Lakini katika majaribio yake yote ya kujaribu kufanya hivyo, amekuwa akishindwa mara kwa mara. Alijaribu kufanya hivyo hata kumwangamiza, kujaribu kumwangamiza Yesu pale msalabani, lakini Yesu alishinda, kwa sababu Yesu ni Mungu na Yesu anashinda. Kwa hiyo kutoka Mwanzo hadi Ufunuo tunaona tabia ya Mungu ikielezeka vizuri kabisa, namna ya Mungu ya upendo ikielezwa kwa manabii, ikielezwa kwa washairi mbalimbali, kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo. Tabia ya Mungu imedhihirika wazi wazi. Kwa hiyo kumweleza Mungu kwa namna inayofaa zaidi, mara nyingi imekuwa changamoto kutokana na huu udanganyifu ambao shetani amekuwa akiusema, na kutokana na kile ambacho watu wamekuwa na mashaka kuhusu tabia ya Mungu wengineo. Na suluhisho la haya yote ni kujifunza kutokana na Biblia inavyomweleza Mungu, kama nilivyokwisha kusema, kutoka katika kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo. Juma hili tunaangalia tabia ya Mungu ikidhihirishwa waziwazi. Tunaenda kuangalia sifa za Mungu, tunaenda kuangalia namna gani Mungu anadhihirishwa kwetu, na namna gani tunaweza kumfahamu Mungu Baba kupitia kwa udhihirisho ambao Mungu aliudhihirisha kwetu kupitia mwanae Yesu Kristo. Na kutakuwa na mada kadhaa hapa ambazo tutazichunguza. Natamani tuanze na mada ndogo hapa ambayo inasema kujua utakatifu wa Mungu. Kujua utakatifu wa Mungu. Unaposoma katika kitabu cha Yohana 17 fungu la 11, kuna wakati Yesu alikuwa akiomba kwa Baba yake, akasema Baba mtakatifu. Unaposoma katika kitabu cha Yohana 17 fungu la 11 hapa, natamani nilisome ili tuweze kuwa na uelewa mzuri sana kuhusu hiki ambacho ninakisema. Yohana 17 fungu la 11 imeandikwa, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa. Kwa nini Yesu anamweleza Baba, Mungu Baba, kama Baba mtakatifu? Tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo tunawaona malaika wakimuita Yesu, wakimuita Mungu mtakatifu, 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 Bwana wa mabwana. Masaa 24 wanamuita Mungu mtakatifu, 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 mtakatifu. Najaribu kufikiria ni kwa nini wanatumia muda wao wote kumuita huyu Mungu. Je, hawachoki? Kwa nini wanafanya hivi? Kuna kitu kikubwa ambacho tunaelezwa hapa, ya kwamba utakatifu ni kuwa mbali kabisa na uovu. Yaani kwa neno lingine ni kwamba tunaposema Mungu ni mtakatifu, maana yake hana shirika lolote na uovu. Kwa maana hivyo, Shetani alipotenda dhambi hakupaswa kuendelea kuwepo mbinguni, kwa sababu mbinguni waliopo kule ni watakatifu, na Mungu mtakatifu hawezi kukaa na uovu. Kwa hiyo uovu ikabidi uondolewe mbinguni, na hicho ndicho chanzo cha kumwondoa Shetani mbinguni, kwa sababu uovu hauwezi kukaa mbinguni. Na huu ni udhihirisho tosha wa kile ambacho unabii unatuambia, ya kwamba waovu wote wataondolewa, watachoma moto, na uovu wote utaondoshwa, kwa sababu mbinguni hakuna uovu wote ambao utaingia. Kwa hiyo waovu wote wataondolewa, na hakutakuwa na uovu wowote ambao utakuwepo katika nchi mpya, lakini pia katika mbingu ambayo Mungu anapatikana huko. Wakati Biblia inapomweleza Mungu kama mfano wa utakatifu, inamaanisha kwamba yeye hana uovu kabisa, na ametengwa kikamilifu mbali na uovu na dhambi. Na kwa hiyo Mungu ni mwema na asiyeweza kuvumilia uovu. Uovu utaondoshwa na hautakuwepo
kabisa, kwa sababu dhambi ina matokeo ya mauti, na mauti haitakikani wala haipatikani katika mbingu ambayo Mungu atakuwa na watu wake. Kuna wahusika kadhaa katika Biblia ambao waliwahi kukutana na utakatifu wa Mungu wazi wazi, uso kwa uso, na kuna Musa katika kichaka kilichokuwa kinawaka moto, kuna Isaya, kuna Ezekiel, kuna Daniel na Yohana. Wote hawa walikutana na utakatifu huu wa Mungu uso kwa uso, lakini katika maono pia. Na walipokutana na huu utakatifu, tunawaona wengine wakivua viatu kama Musa, lakini wengine wakificha nyuso zao, lakini wengine wakipiga magoti na kukaa kifudifudi, wengine wakaanguka chini na kuwa kama wamekufa. Hawa wote wanadhihirisha ule uhalisia wa dhambi inapokutana na utakatifu wa Mungu, inakuwa nyong'onyevu kiasi gani. Kwa hiyo Mungu hawezi kukaa pamoja na dhambi, lakini dhambi inapokutana na utakatifu, dhambi inaondoshwa. Kwa hiyo Mungu ni mtakatifu, na tunapomwendea tunatakiwa tuende tukijua hivyo. Lakini jambo zuri ni kwamba tunavyoona Mungu ni mtakatifu, hili linatuvutia kiasi gani kujua hivyo. Naamini tunafurahi tunaposikia kwamba Mungu ni mtakatifu. Mungu wetu ni mtakatifu. Sasa hebu tujaribu kuchunguza juu ya upendo wa Mungu. Tabia za Mungu mbili kuu, ya kwanza ni utakatifu, lakini ya pili ni upendo. Na katika kitabu cha Yohana 17 tunaona Yesu Kristo anaeleza juu ya kumwomba Mungu awapatie wanadamu upendo wa kupendana kama yeye alivyopendana na Mungu. Na anaeleza namna ambavyo watu ambao wanamwamini Mungu wanakuwa na sifa za kupendana. Na Yesu anataja sifa nyingi za ajabu juu ya tabia ya Mungu, lakini haachi kueleza juu ya upendo. Na upendo ni neno ambalo limekuwa likitumika sana na Wakristo wanapoeleza juu ya tabia ya Mungu. Lakini Yesu anazidi kueleza juu ya upendo wa Mungu kuliko namna ambavyo wanadamu wanaeleza. Na unaposoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza 4 fungu la 8 inayosema Mungu ni upendo, haishii tu kusema Mungu ana upendo, lakini Mungu ni upendo. Yaani yeye mwenyewe tu ni upendo. Jambo zuri kiasi gani! Lakini watu wengi hupata picha ya Mungu kutokana na tafsiri yao ya kibinadamu ya upendo, ambayo daima imepotoshwa na si kamilifu. Mwanadamu anaweza akakwambia anakupenda, anaweza akakupatia vitu kadha wa kadha, lakini siku moja akakusaliti. Jambo ambalo ni tofauti kabisa tunapoeleza juu ya upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ni mkamilifu, ni huru na wa uhusiano wa kina, kama unavyodhihirisha katika mwaliko wa mara kwa mara ambao Mungu anatusii ya kwamba tunapaswa kukaa ndani yake katika Yohana wa kwanza. Na kwa nini anasema kwamba tukae ndani yake? Ni kwa sababu moja kuu ya kwamba nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini, kwa sababu Mungu ni pendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Kitabu cha Yohana wa kwanza 4 fungu la 16 ndivyo kinavyosema ya kwamba Mungu ni upendo na alituumba kwa mfano wake ili tupendane na tuwe na tumaini kuu la kupendwa. Katika dunia iliyojawa na huzuni, karaha na shida, dunia ambayo imejawa na giza la watu kusalitiana, bado Mungu anatueleza ya kwamba upendo wa kweli unapatikana kwake. Na kama unahitaji kuwa na upendo wa kweli, ni lazima ujiunganishe naye. Ninaposema kuhusu kujiungamanisha, sio kuungana tu hivi, ni kuwa interwoven, kujiunganisha kabisa, kama vile ambavyo watu wanafuma nyuzi. Yaani hakuna namna yoyote ambayo
itatenganisha huko kujiunganisha pamoja na Mungu. Kwa hiyo zawadi ya Mungu kwa ulimwengu ilikuwa ni mwana wake mpendwa ambaye ni Yesu Kristo, na huu ulikuwa ni udhihirisho tosha wa upendo wake dhidi ya wanadamu. Nini kingine ambacho akifanye ili kuweza kuamini kama amemtoa mwanae wa pekee ili aweze kufa kwa ajili ya watu wake katika kifo cha aibu, kifo cha huzuni, kifo cha uchungu kama kile ambacho Yesu alikipitia pale msalabani. Kuna mada nyingine ndogo hapa ambayo inasema Mungu pamoja nasi. Kwa hakika hakuna namna ya kutosha ya kuweza kumfahamu Mungu ambayo tungekuwa nayo kama Yesu Kristo asingedhihirishwa au asingeishi hapa duniani. Kwa hiyo ikiwa ulikuwa unatafuta kufahamu maelezo ya kibiblia juu ya namna ambavyo Mungu alivyo au Mungu anavyoonyesha kikamilifu kwa wanadamu, Mungu ametupatia mitazamo minne thabiti kuhusu maisha ya Yesu ambayo ni picha kamili ya yeye jinsi alivyo. Na tunaposoma katika kitabu cha Mathayo ambayo imeandikwa na Myahudi, huyu Mathayo ambaye alikuwa ni Myahudi kwa Wayahudi wenzake, tunamuona Yesu kama Masihi aliyesulubiwa kwa muda mrefu, ambaye anatimiza ahadi zote ambazo zimetolewa katika kitabu cha Agano la Kale. Lakini pia tunaposoma katika kitabu cha Marko, namna hii ya pili, hiyo namna ya Mathayo ni namna ya kwanza, namna hii ya pili katika kitabu cha Marko ambayo iliandikwa kwa ajili ya hadhira, kitabu kilichoandikwa kwa ajili ya hadhira, watu wote, tunakutana na Yesu akiishi maisha ya huduma ya kujitoa, na daima akiwaza juu ya wengine, na daima akijibu mapenzi ya Baba yake. Lakini tunapoenda katika mtazamo wa tatu katika kitabu cha Luka, hii iliyoandikwa na msomi Luka ambaye alikuwa ni daktari na kulenga kuimarisha imani ya waumini, inawasilisha ubinadamu kamili wa Yesu na kusisitiza huruma yake kwa wale waliotengwa. Na mwisho kabisa katika kitabu cha Yohana, hivi ni vitabu vinne vya Injili ambavyo tunamuona Yesu katika namna tofauti nne akimdhihirisha Baba. Yohana anasisitiza uungu wa Kristo na kualika wote wapate uamsho wa kiroho kwa kuamini kwamba Yesu ni yeye anayesema ndiye. Yesu anaenda mbali zaidi kusema, ukihitaji kumfahamu Baba basi nitazame mimi, kwamba unapomuona yeye umemuona Baba, kwa sababu yeye anaelezwa katika kitabu cha Mathayo 1:23 ya kwamba ni Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo Yesu Kristo ni udhihirisho tosha wa Mungu Baba, kwamba tunapomuona yeye, tunapojifunza maisha yake, tunapotazama matendo yake aliyoyatenda kwa wanadamu hapa duniani, tunamuona Baba. Kwa hiyo kwa lugha rahisi ambayo ninaweza nikaisema ni kwamba ikiwa unahitaji kumfahamu Mungu, ikiwa unahitaji kumfahamu Baba wa mbinguni, Mungu wetu, Mungu Baba, lazima ujifunze maisha ya Yesu ambayo yalijaa utakatifu, yalijaa upendo kwa watu wake, huruma kwa watu wake aliokutana nao, lakini aliwapenda watu wote ambao alikutana nao, hata waliokuwa wabaya kiasi gani. Huu ni udhihirisho wa tabia ya Mungu, ya kwamba Mungu anawapenda watu hata walio wabaya, lakini anawasihi kupitia Roho wake Mtakatifu waweze kutubu na kuachana na huo ubaya walio nao na kuanza maisha mapya. Upendo wa Mungu hauna kifani. Watoto wa mfalme wa mbinguni wana ahadi ya thamani, na hii ahadi ya thamani ni ya kuishi pamoja naye, kwa sababu yeye anawapenda na anahitaji kukaa pamoja nao. Kama watamfungulia mlango, ataishi pamoja nao na atakaa pamoja nao, kwa sababu yeye ametangaza ya kwamba yeye ni upendo na anapenda kuishi pamoja nao.
Sasa ninapomaliza, ikiwa utasahau vitu vyote ambavyo nimevisema hapa kuanzia mwanzo hadi mwisho, natamani ubaki na haya mambo matatu makuu. Jambo la kwanza, Mungu daima ametamani kuwa na uhusiano wa karibu pamoja nasi. Kuwa na picha iliyo wazi ya Mungu ni jambo la msingi ikiwa tunataka kuimarisha uhusiano wetu pamoja naye. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, ingawa ufahamu wetu juu ya tabia ya Mungu ndiyo shabaha ya mashambulizi ya Shetani, Mungu anajidhihirisha kwetu kuwa uwazi zaidi kupitia neno lake na kupitia maisha ya mwana wake Yesu. Jambo la mwisho, kumjua Mungu katika utakatifu wake na upendo wake ni msingi wa kumjua Mungu. Kwa hiyo kama tunahitaji kumjua Mungu zaidi, ni lazima tujifunze katika tabia ya Yesu Kristo, namna alivyoishi, namna alivyofanya. Kwa kuchunguza kile alichokifanya alipokuwepo hapa duniani, tunaweza kabisa kumfahamu Mungu namna alivyo, upendo wake, kwa sababu ni udhihirisho wa tabia hai ya Mungu ya upendo kwa kupitia maisha ya Yesu Kristo. Ikiwa leo unahitaji kuishi kama Yesu na unahitaji kutenda mapenzi yake, kwa sababu umefahamu tabia zake kuu mbili, ya kwamba yeye ni mtakatifu lakini yeye pia ana upendo, na si kwamba yeye ana upendo tu, bali yeye ni pendo kwa watu wake. Ungana nami katika ombi hili ninapoenda kuomba. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu wa sisi kujihudhurisha mbele zako ili tuweze kukusikia ukinena nasi. Fungua akili zetu, tusaidie tuishi vile ambavyo wewe unahitaji. Tusaidie tufanye yale yaliyo mapenzi yako. Tusaidie tukutumikie wewe, kwa sababu tumefahamu ya kwamba wewe ni upendo na unahitaji sisi tupendane pia. Tunaamini utatuongoza na utatubadilisha maisha yetu. Utatusaidia tuanze maisha mapya. Tunaamini utafanya hivyo kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, ikiwa unabarikiwa na masomo haya, kumbuka kulike, kushare na kusubscribe. Lakini pia kumbuka kuwa mwinjilisti wa kidijitali. Share link hizi na watu wengine waweze kubarikiwa. Lakini zaidi ya yote, endelea kubaki katika channel yetu hii ya Tosi TV Network. Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Baraka Tosi. Asante.